Juzi na juzi sio kama leo mume wangu. Hali ya hewa imebadilika sana. Unamaanisha nini? Mume wangu, serikali imetoa ajira nyingi sana viwandani. Unaonaje ukaenda kufanya kazi ili kuepukana na huu ukataji wa miti ovyo, kuharibu mazingira? Sasa hii familia ni kama ya Kambale. Kila mtu ana ndevu. Hivi wewe ni wakunishauri mimi wewe? Sinakuuliza wewe, hii ni wakunishauri mimi? Naomba uniache. Tafadhali. Naomba uniache kabisa. Ama kweli adui wa kiza ni taa. Hilo vyalinihusu. Utajua wewe mwenyewe. Mume wangu, kuna siku utatamani iwe kama ya leo ili ukumbuke haya maneno ninayoyaongea. Bana, utajua mwenyewe. Wazee wa hiki kijiji hawaelewi, hawajui umuhimu wake. Unajua nini natokana na nini? Kwa sababu vijijini humu unajua asilimia kubwa wengi hatujaelimika, na ndio maana unakuta watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba hivi vitu haviruhusiwi, hivi vinaruhusiwa. Mishipa yangu ya moyo inagonga kwa kasi na damu inazunguka katika mfumo usio wa kawaida. Kwa nini unasema hivyo Semeni? Hiki ni kipindi cha likizo. Katika kipindi hiki ndicho kipindi ambacho jamii yetu inatarajia kwenda kufanya zile mila potofu. Mimi ni miongoni mwa wao watakaoenda kufanyiwa hizo mila. Kwa hiyo napatwa na hofu kubwa sana. Semeni, usitaki kuniambia kwamba mila za ukeketaji bado zinaendelea? Milasha, sio ukeketaji tu, uharibifu wa mazingira na vyanzo vya maji. Kuna baadhi ya watu hapa kijijini wanaendelea. Sikiliza rafiki yangu, serikali iko macho na wasidhani kwamba wamejificha kwenye handaki lisiloonekana. La hasha, hili swala ni la muda tu, kila kitu kitakuwa sawa. Asante kwa kunipa moyo. Unajua mimi nilijua mambo yalishakuwa yameisha, mpaka leo bado yanaendelea tu. Kipindi hiki mto bado hujajaa vizuri, sijui kwa sababu mvua ni chache. Na haujajaa, lakini maji unaona alikuwa amechafuka hivi. Mtende maana na kazi pale nyumbani. Bwana Chapali, naona unaendelea kukata tu misitu. Unakata miti bila kuzingatia hata kupanda miti, si ndio? Mbea akili umeingia. Si unanitumbulia kama ujui kinachoendelea. Unajua Bwana Chapali, nikwambie tu, unapokata miti bila kuzingatia hata kupanda mti, unasababisha jangwa. Umeelewa? Halafu kuna mmomonyoko wa ardhi. Hujui hilo?
Bwana Sonzo, wahenga wanasema furaha ya kima mbwa asiwepo. Sasa naona kama unataka kuletea ushakunako. Kwa hiyo mimi nimekuwa kima, wewe ni mbwa, si ndio? Bwana Jabari, usizani kwamba serikali imelala. Haiko macho. Serikali ina macho kabisa, tena imetumbua kabisa macho. Siku ikakutumbua wewe ndio utajua. Umeelewa? Achana na hizi kazi. Sonzo, nakuheshimu. Tena nakuheshimu sana. Usipandishe hasira. Naomba ondoka. Mimi naondoka. Sawa? Siku serikali sasa ikuchukulia hatua ndio utajua kwamba haijalala. Serikali nini bana, msitu wa Mungu? Hata tuma ndevu yako kama pimbi kaona pimbi. Bana wewe kwenda huko. Sawa, wewe si mjuaji. Tutaona. Sisi ni wa Mungu hapa, upumbavu sana. Sawa serikali. Wewe ujuaji tu. Wakati unaelewa kabisa. Mfumo unauelewa, unajitoa akili. Kwenda. Pimbi sana huyu. Wako hata kufanya kazi zangu hapa. Kwa hiyo wewe muda wako umefika wa kufanyiwa mila. Mama, hivi umeona Dorothy jinsi hali yake ilivyo? Yaani anatia huruma, anaumwa. Mama, achana na hizi mila, kwanza zina madhara. Hivi ukija kukamatwa ukachukuliwa hatua za kisheria utajisikiaje? Kaa kimya wewe. Masemeni, shikamoo. Kuna kitu kilichokuleta sio kizuri we binti. Mama Semeni, unafahamu kuwa nchi yetu inaongozwa na sheria na taratibu? Ndiyo nafahamu. Sasa kama unafahamu hilo, naomba achana na hizo mila potofu. Vinginevyo napiga simu sasa hivi kwenye vyombo vya sheria ukajibu mashtaka yote. Tazama Doris, ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, na hii ni kutokana na viwembe mnavyovitumia kwa kumfanyia zaidi ya mmoja. Halafu bado unataka mwanao Semeni uende kumfanyia hivi? Unaona ni sawa? Sasa badilika kabla hujabadilishwa kwa nguvu. Siku zote mtu anayekupenda lazima akueleze ukweli. Kwaheri. Nilimpoteza mdogo wangu kwa hizi mila zetu za ukeketaji. Pole. Alipoteza damu nyingi sana. Pole. Hivyo kusababisha hadi kifo chake. Pole sana. Pole. Ni kweli. Unajua watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba masuala ya ukeketaji ni mila potofu na hupoteza hata uhai wa ndugu zetu au wadogo zetu. Hususan kwa mikazo akisema ni mila na desturi zetu. Lakini hapana, ni mila ambazo zishapitwa na wakati, ambazo zinamwaga damu nyingi, zinasababisha vifo. Watu wengi wanaenda kufanya, tunatumia nyembe moja kwa sababu ya kuwakeketa wale watoto. Lazima wapate maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na hiyo ni mbaya. Na sio hicho tu.
kushindwa kujifungua kwa njia salama. Kwa hiyo kwa pamoja tusimame, tuitetee jamii. Leo limetokea kwako mama, kesho itatokea kwangu mimi. Sawa? Kwa hiyo tuungane kwa pamoja, tupige vita hii mila na desturi zinazoendelea hapa kijijini kwetu. Kwa pamoja tunaweza. Hata serikali itatuunga mkono, kwa sababu serikali iko moja kwa moja na sisi ambao tunapinga mila na desturi kama hizo. Naumia sana. Pole mama. Naelewa. Nimeshindwa kumtetea mdogo wangu. Pole sana. Naelewa jinsi unavyojisikia. Pole. Pole. Ila Mwenyezi Mungu akutie nguvu. Najua baba, anaponguruma simba, wanyama wote hukaa kimya. Hata sisi, unapoinua kinywa chako kwa ukali, hukaa kimya. Sasa unataka mimi nifanyaje hapa? Baba, ukataji wa miti ovyo bila mpangilio wala kujali ni mbaya sana. Sio kwamba tunakataza matumizi ya mkaa, bali tupunguze matumizi ya mkaa. Kwa sasa kuna majiko ya gesi, majiko sanifu. Hayatoi moshi na anatumia mkaa mchache tu. Tunatakiwa tuende na mabadiliko baba. Mimi nimekulea wewe mpaka nafikia hatua hii. Kazi yangu mimi nakata miti, naunda matanuri yangu, nakata mkaa, nauza. Sasa unaponiambia mimi nisikate miti, nitaza mkaa, nifanye kitu gani sasa? Kuku akila chaungo umdharau mpetaji. Sasa mume wangu, wewe endelea, kitakachokukuta utajua mwenyewe. Mimi sipo. Msikilize mtoto mume wangu. Baba, kuna binti ambaye ametoka mjini, amekuja na majiko ya nishati safi na salama. Nilikuwa naomba ukanunue ili tuepukane na matumizi ya kuni. Alafu bei yake ni nafuu na wamechukua na kijiji wengi tu. Badilika baba. Mimi naona kama unanipotezea muda tu. Tendo langu linaharibika. Chula mpumbavu anaenda kisima na maji bado yanatekwa. Mimi acha niende kwenye tanuri langu. Kama naona kama unanipotezea muda. Unaenda wapi sasa mume wangu? Ya Sonzo, haki huinua taifa. Huu utunzaji wa mazingira na vyanzo vya maji vinaleta tija na pia huvutia watalii. Jabari, sio hilo tu, umeelewa? Hata Wizara ya Maliasili na Utalii inasisitiza sana juu ya jambo la kupanda miti na kutunza mazingira. Sijui unanielewa? Nadhani sasa umeshaanza kuelewa. Sasa hapo Sonzo, nimekuelewa kaka. Unajua vile mwanzo ulikuwa unaniletea unoko. Ndio maana nilikuwa tuelewane mimi na wewe. Jabari, nikwambia kitu. Sio hili tu la utunzaji wa mazingira. Hata hili jambo la mila potofu. Hizi mila potofu hizi. Umeelewa Jabari? Inatakiwa watu wapewe elimu, waachane nazo. Hizi ni mila zimepitwa na wakati. Tunatakiwa tulipinge kabisa vikali. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanalifanya kinyemela hili jambo. Wanawafanyia watoto ukatili wa kijinsia. Lazima tulikomeshe hili swala. Sikiliza nikwambie jambo la mwisho kabisa. Umenielewa? Sasa hivi tunaenda na sayansi na teknolojia. Unajua majiko sanifu wewe? Majiko sanifu. Sasa nimeshamaliza. Kumbe unajua kumbe zimo. Sasa sikiliza. Mimi kitu ambacho sasa hivi nitakuwa nacho makini. Na mimi nitatoa elimu juu ya mazingira na watu wasikate miti ovyo. Sasa hapo tumeenda, wanasema kwamba nipe 5. Hapo umeupiga mwingi sana. Umeupiga? Sasa sikiliza, tuandae kaugali tukagonge, sawa? Subiri. Usiandae mgumu mimi, sana. Wewe sikiliza Jabari. Mimi najua kutoa kitu. Shauri yako. Unaandaa ugali mgumu. Tulia nikuonyeshe. Nitakwasiji kwako basi. Sawa, tulia nikuonyeshe.
Hili serikali lina elimu hili. Akikosa nini? Hili nitaongea nao vile somo hili itakuwa limesoma. Sasa mambo yatakuwa ni mepesi. Vumilia, kaugali kanakuja. Wewe usitoe mgumu bwana, acha mambo yako bwana. Pikia ugali mgumu mimi nashinda hata kuna nini? Acha mambo yako. Kwa sababu mmekubali wewe Jabali na Ngariba, mimi nimewasamehe na naomba hili lisijirudie tena, lakini kama itajirudia tena sitawasamehe, nitawachukulia hatua nyingine mimi kama mwenyekiti. Bila shaka mmenielewa na sidhani kama hilo litajirudia tena. Ni kweli mwenyekiti, na mimi nikiri wazi kweli tulikuwa tunafanya uharibifu wa mazingira, wakata miti ovyo, lakini mwenyekiti, mbali na yote hayo yote achana nayo, ila mwenyekiti, mimi nakiri wazi sitarudia tena, si ndio? Huu ni uharibifu, lakini moja ya kitu ambacho umenifurahisha mwenyekiti, hili swala matumizi ya nishati safi. Hapo mwenyekiti, yaani hapo umenigusa mwenyekiti. Kwa hilo nikuweke wazi, kwa mimi halitajirudia tena, ila swala la nishati safi na matumizi yake, hiyo nitakuwa balozi mzuri kabisa hata wa kuelekeza watu. Hilo mwenyekiti, hilo ondoa shaka. Asante sana mwenyekiti kwa kuwasamehe. Nina imani kuanzia leo hii mume wangu atabadilika. Alikuwa hanielewi kabisa, kila siku anakata miti, hapandi miti, lakini kwa leo hii mume wangu sitabadilika. Badilika mke wangu. Asante sana ndugu mwenyekiti, asante sana mume wangu, naomba ubadilike kweli. Mke wangu, nishakuelewa bwana. Naomba ubadilike mume wangu. Nimeshaelewa mke wangu. Mwenyekiti, hili halijirudi tena. Sawa. Kwanza mwenyekiti, nashukuru sana kwa kunisamehe mimi. Na kuahidi mwenyekiti, haitajirudia tena. Habari ya ukeketaji kwenye kijiji hiki haitajirudia, na kuahidi nitakuwa balozi mzuri katika kijiji hiki. Mimi nitakuwa balozi wa kwanza kuasiwa na kijiji, hii hali sijitokee tena ya ukeketaji. Na kuahidi mwenyekiti, naomba unisamehe sana na ninashukuru sana mwenyekiti. Naombeni mkawe mfano na mkawe walimu pia huko mtaani, na sidhani kama hili litajirudia tena. Sawa mwenyekiti, tuko pamoja na wewe. Tuko pamoja na wewe. Kwa hiyo majiko haya sanifu ni bora zaidi na yatatuwezesha kupunguza matumizi ya kuni. Mnapaswa kuendana na mabadiliko, lakini pia kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kupitia Wizara ya Nishati kutumia nishati safi na salama. Kuna pressure cooker, lakini pia kuna majiko haya ya kisasa. Majiko haya yanatumia mkaa, lakini uzuri wake hayatumii mkaa mwingi, yanatumia mkaa mchache sana, lakini pia hayatoi moshi. Lakini pia pressure cooker hii inatumia umeme. Uzuri, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuweza kufikisha nishati ya umeme mpaka vijijini kwa sasa. Kwa hiyo haitakuwa na changamoto yoyote kuhusu kutumia ile pressure cooker kutokana na umeme kwa sasa umefika mpaka vijijini. Kwa hiyo ningependa kuwaomba muweze kutoa elimu na kwa watu wengine pia, ili waweze kujua matumizi sahihi ya haya majiko, lakini pia matumizi sahihi ya hii pressure cooker. Binti, nashukuru. Kwanza tunashukuru sana. Tunashukuru kwa kutupa elimu juu ya majiko sanifu. Si ndio bwana? Ni kweli kabisa. Ni kweli bwana Jabari. Nilikwambia bwana Jabari. Na ndio maana fimbo ya Mungu haina mlio. Haina mlio kabisa. Aminia kaka. Huyo nayo sio sana usiki hayo. Yaani binti umenishika. Yaani binti umenigusa kabisa. Na siku zote msuluhishi
Haogopi jeraha. Na imani mume wangu utaninunulia moja. Tena moja. Sasa hivi kutoka pamoja. Asante sana binti kwa kutoa elimu bora ya nishati safi na salama kwa ajili ya wananchi wangu. Na nyie mlofika hapa, mtatoa elimu kwa ajili ya wale wengine ambao hawajafika hapa. Nataka jiko moja sasa hivi. Na mimi pia. Sawa jamani, msijali, majiko yapo ya kutosha. Haya ni baadhi ambayo nimekuja nayo ili muweze kuyaona na kujua jinsi gani yanatumika. Kwa atakayehitaji jiko, anaweza akamwona mwenyekiti na akapata jiko lake ili akaanze kutumia nyumbani kwake. Bwana Sonzo. Kaka hii habari nzuri. Ni nzuri sana. Ni safi. Ni nzuri. Ni nzuri sana.